Jana tulikuwa na kikao na mheshimiwa waziri, lakini hakikuwa kikao kwa maana ya kutafuta matatizo mengine yote. Ilikuwa ni kiasi cha kufahamiana, na actually sisi kama club tumepata mwaliko kutoka kwa mheshimiwa waziri. Kuna machache ambayo alikuwa anahitaji kutoka kwetu, na sisi pia machache tulikuwa tunahitaji pia kutoka kwake, kwa sababu sisi pamoja na shughuli zote ni kwamba sisi tuko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo tuna fall kwake, na toka ameingia kwenye madaraka hajawahi kukutana na uongozi wa Yanga. Kwa hiyo waliomba kikao kilifanyika jana ofisini kwake, na kilikuwa cha kufana sana, lakini outcome ya kikao mimi siwezi kukisema kwa sababu waziri yeye ndo aliitisha kile kikao. Kwa hiyo nadhani tutatafuta muda au fursa ya kuweza kutafuta sana yeye, ili amweze kumuuliza amezungumza nini na watu wa Yanga na hasa amekusudia kitu gani. Sasa zaidi mimi nitajikita kwenye mechi ya Jumamosi tarehe 28. Ni mechi, nadhani mimi nasema kabisa ni mechi ya kawaida kama ni mechi nyingine yote tu unachana ndanda au unachana timu nyingine yote. Isipokuwa tu kwa sababu hizi mechi zinakuwa na ushabiki mkubwa, na ndio maana kunakuwa na hisia za watu wengi, na hata wale ambao hawana kawaida kwenda uwanjani wakiwa na mechi kama hizo wanakwenda uwanjani. Hata nyinyi waandishi maofisini, wale ambao waendagi uwanjani, lakini utakuta siku kama Jumamosi utakuta nao wenyewe wanataka kwenda uwanjani kuona matukio na kuona events mbalimbali. Kujulisha wananchi ni kitu kizuri, lakini inagusa watu wengi na inagusa hisia za wananchi wengi, sio Tanzania, hata nje ya mipaka yetu. Sasa niseme tu kwamba kwa bahati mbaya sana ni kwamba hii mechi imekuja wakati mbaya, kwa kuwa wakati mechi imekuja au imepangwa, uwanja wetu mkuu ambao unaweza kuchukua watu 60,000 umefungwa au uko kwenye ukarabati na unakaribia kukamilika. Na kama mtakumbuka kipindi cha kati, baada ya kuona kwamba hali kama hii imejitokeza, tuliwasiliana na bodi ya ligi pamoja na TFF ili kuweza kuangalia uwezekano kama hii mechi tunataka kupeleka Mwanza, pengine kule kunaweza kukawa kidogo, pengine watu wakawa wachache kidogo, lakini facilities kwa maana ya uwanja unaweza kukidhi watu ambao wanaweza kuingia. Lakini kutokana na hali halisi ikashindikana, tukaambiwa tucheze hapa. Sasa uwanja uliopangwa ni uwanja wa Uhuru. Mimi sasa nazungumza kwa niaba ya club, niwaombe wanachama wa Yanga kwamba na wapenzi wote kwa ujumla kwamba ule uwanja ni mdogo, na nakadiria nafasi ambazo tunaweza tukazipata kwa upande wa Yanga ni nafasi za labda nafasi takriban 11,000. Na kwa mechi kama hii kwa takwimu ambazo ninazo, mwaka jana wakati tunacheza mechi ya mwisho yani Yanga na Simba tumecheza uwanja wa Taifa, tulipata attendance ya watu karibu 44,000. Kwa hiyo ukiangalia watu 44,000 na capacity ya uwanja wa Uhuru ni mdogo. Sasa tukilazimisha watu wote 44,000 kuingia pale itakuwa ni majanga. Sasa tutaki majanga yatokee kwa usalama wa wananchi wetu na usalama pia wa taifa letu. Kwa hiyo ni wasihi tu wanachama na wapenzi wa Yanga kwa kipindi hiki wanunue tiketi zao mapema. Pale ambapo tiketi zitakuwa zimepelea basi watulie, watafute namna nyingine kuweza kuangalia. Tusiende uwanjani tukatengeneza vurugu au katokea vurugu zikababishwa na uvunjifu wa amani. Kwa hiyo ni wasihi tu kwamba kama mtu hana tiketi basi ni bora asiende uwanjani, na mtu ambaye anaona kama anaweza kukaa popote pale kaangalia basi akae aangalie. Lakini mimi ni wasihi tu kwamba nawaomba sana wajitokeze kwa wingi, na idadi ambayo nimesema ni nadhani itakuwa ndio hivyo, kwa sababu capacity ambayo imeruhusiwa ni watazamaji watakuwa 22,000 jumla, na wahusika nadhani vyombo vya usimamizi wa uwanja watatoa taarifa. Nadhani watakuwa na kikao na waandishi kuelezea namna gani ambavyo watu watakuwa wamepangwa na namna gani ambavyo taratibu zitakuwa zimefanyika. Sisi tulijaribu kushauriana nao sana ili tuweke demarcations, kwa maana ya kwamba siku zote Simba na Yanga zinapocheza uwezo kukuta hata siku moja washabiki wakakaa pamoja, kwa maana ya kwamba wanakaa wote labda kwenye sehemu moja. Siku zote kunakuwa na maeneo ambayo huwa yanatengwa na wakati mwingine yanajitenga automatically. Kwa hiyo inawezekana mechi kama hii ikawa ina mchanganyiko wa watu. Sasa mimi niwaombe wote wapande sehemu zote wanahusika, wale watakapata bahati ya kuingia uwanjani, naomba wadumishe amani ambayo iko nchini, utulivu, kusiwepo na uvurugu yoyote, watii amri ambazo tutakazokuwa wamepewa na wasimamizi wa mchezo kwa ujumla wake. Tiketi wamesema zimeshaanza kuuzwa na tunafuatilia kwenye mitandao, kweli zimeshaanza kuuzwa.
na zinaweza zitakapokuwa idadi kamili imekamilika, basi nadhani watasimamisha uuzaji. Kwa hiyo hataruhusiwa mtu kuingia uwanjani bure bila kuwa na tiketi ya aina yoyote. Na tunashauri kwamba wasimamizi wa uuzaji wa tiketi kwa maana ya Selcom wawe makini na uuzaji wa tiketi, kwa sababu wasiuzie mtu tiketi, watu wengi wakawa na tiketi nje, wasiingie ndani ndio fujo itakapoanza. Na watu wa usalama wametuahidi kwamba wataleta askari wengi. Kwa hiyo watu wote watakaofanya fujo watachukuliwa, wanasema kuna sehemu ya kuwaweka ipo. Kwa hiyo na sisi tutaki Watanzania waende kwenye furaha pale, wapate matatizo wakati wa kutoka. Mchezo wa mpira ni mchezo wa kujuana. Simba na Yanga zikuanza leo, nadhani imeanza miaka labda 80 iliyopita, na kujatokea majanga makubwa, na tutaki yatokee majanga sasa hivi. Yaani sisi kizazi hiki ndio tuonyeshe kama majanga yametokea. Kwa hiyo niseme tu kwamba na wao si tena kwa mara nyingine wapenzi haswa wa Yanga na pia na Simba pia nichukue nafasi hii kwamba waende uwanjani, kwa maana ya kwamba waende mapema, milango ikishafungwa imefungwa, hakuna tena pa kuingia kwa sababu uwanja ni mdogo. Kwa hiyo watu wafike mapema ili wapate nafasi zao wakae. Kuna maeneo ambayo yamewekwa kwa ajili ya timu mbili hizi, yani washabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo kuna watu tutawaelekeza kama una jezi za kijani na njano na kwenda upande gani, upande watu wa Simba na jezi zao nyeupe na nyekundu wanakaa upande mwingine. Kwa hiyo maandalizi yamekuwa yameandaliwa vizuri, lakini mimi nasisitizia tena, narudia kwamba hii mechi sisi Yanga ni mechi yetu ya nyumbani. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa maana ya maandalizi kama alivyosema msemaji. Hofu yangu tu ni kwamba concern yangu kubwa ilikuwa kwenye uwanja, na nashukuru baadhi ya vyombo vya habari vimeweza kukemea na wengine vimetoa makala. Ni ukweli usiopingika. Nahitaji uwe na degree au uwe profesa uweze kujua kama ile uwanja ni mdogo. Kiukweli uwanja ni mdogo, lakini tunahitajika na sisi pia watazamaji na wadau. Unajua kuna wengine kutoka mikoa jirani, wengine sehemu za jirani. Tuwe na uhakika wa kuingia, au vinginevyo kama imeshindikana, kama huna namna, ni bora ukae uangalie kwenye namna nyingine yote ambayo unaweza kuangalia. Tusingependa kuona tunajazana pale ndani watu wengi, alafu mambo mengine yanatokea ya ajabu ajabu, matokeo yake hata uwanja wenyewe unaweza ukafungwa, ukashindwa kutumika kwa hapo baadaye. Kwa hiyo nadhani ilikuwa nataka kulisisitizia. Tulijaribu kuomba uwanja wa mkubwa, lakini kwa sababu taarifa ni kwamba nyasi zimepandwa takriban mwezi mmoja, hazijakomaa. Kwa hiyo tukiingia pale tunaweza tukazivuruga, damage ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo ikawa tukaonekana kwamba kwa sababu waliotengeneza ule uwanja ni kwamba wana mkataba, na mkataba wao unaisha, nadhani unatakiwa kukabidhi uwanja mwezi wa kwanza. Sasa tukianza timbuli ikiingia pale, matokeo yake inaweza zikaleta athari, alafu mkataba kama ukaonekana kama umevunjika. Kwa hiyo na sisi tumeridhia, hatuna namna, lakini ndio hali halisi. Naamini katika siku zijazo jitihada ambazo tumezianza kwenye uwanja wetu hapa, tutakapokuwa tumekamilisha, nadhani katika miaka miwili mitatu ijayo Yanga na Simba tutacheza katika uwanja wa Kaunda hapa, kwa sababu tunaamini kwamba kwa plani ambazo tunazo tutaweka majukwaa ambayo yakuweza kukaa watu 30,000. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunavitazama, tuna mlengo mzuri ambao tunajaribu kuweka. Kwa hiyo ni wasihi tena Watanzania wawe watulivu, waingie kwa amani na wasitii kwa kushurutishwa. Kwa sababu tukitaka vurugu, tukitaka tunavyotaka sisi, sivyo tunavyotakiwa tufanye, tutakutana na virungu, tutakutana na dola pale, tutajikuta mtu sasa badala ya kwenda uwanjani anakwenda kwenye kituo cha polisi, kitu ambacho sio kizuri sana. Kingine nafikiri amezungumzia masuala ambayo tulikuwa tukienda nayo, masuala ya michango mbalimbali. Tunashukuru kwa matawi ambayo yameshawasilisha na yale ambayo katika jitihada za kuweza kutuwasilishia, na pia nashukuru magrupu yale ambayo yalikuwa yamechukua jukumu la kuchangia, wanatuchangia vizuri, na naamini kwamba kazi itaendelea vizuri na jitihada kubwa za kuboresha uwanja wetu zitafanyika. Ingawa kuna watu wengine hawaamini kama tunaweza kufanya kitu kama hicho, kwa sababu kuna wengine nishasikia wanasema kama tutafute watu kutoka Uholanzi sijui waje watufundishe kuweka kutanua hapa, yani kuweka level. Sasa kuweka level hata mtu asiyokwenda shule anajua ukiweka kifusi mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo sisi kwa uzalendo wetu na utaalamu wetu wa Kitanzania tutanyanyua, na naamini kabisa baada ya miezi 6 mkija hapa mtakuta hali tofauti. Na tunaahidi kabisa kwa wapenzi wetu kwamba
next season maandalizi ya timu yatafanyika hapa, sio katika uwanja mwingine wote. Kwa hiyo hizo ni jitihada, naomba tu waongeze bidii wale ndugu zetu wengine ambao hawajatuwasilisha michango yao. Sisi ni soka, burudani inaendelea.